Kama kuna kitu nimekuja kupenda ni kuitwa msabato mwadventista. Hiyo kitu nimependa. Amen. Na nimekuja kuangalia kwa Biblia. Nilipokuwa nikisoma lesson nikaona kitu moja Mungu amenifanyia, amenipea ile neema, grace ya kuwa hapa, kama venye alipea Rahab neema kusudi moja tu asipotee. Mimi nilikuwa najipima na hiyo lesson, nikaona Mungu amenipea grace ya kuwa kanisani ili nisipotee. Kwa nini? Nimeangalia watu wengi na ni vizuri sana kuangalia, hasa mtu yoyote anajiita Mkristo, either ni wa Sabato, either ni wa Sunday. Akijiita tu Mkristo, muangalie kuhubiri kwake. Mimi hata sikuwa na shida na washirika. Shida yangu ni wahubiri. Na ukiangalia utaona kuna neema Mungu amekupea wewe kwa kuwa hapa. Na kitu moja nimekuja pia kufikiria, unaona Sunday si tulikuwa huko, nilikuwa najiuliza wale watu wa pale juu wako na nguvu, si ni kweli? Wako na nguvu, wanaweza fanya chochote kile. Wanaweza haya askari, wanaweza haya wauni na wakuja wafanye kile watafanya. Bali niliingia kwa Biblia nikakutana na wale wenye ukoma wanne. Nikajifundisha kitu kwao. Wale wenye ukoma wanne walikuwa wamekataliwa kwa sababu ya shida waliokuwa nao. Na sio kutaka kwao kukuwa na ile shida, but kwa sababu sheria inasema watu kama hao wakataliwe bali. Ikawa wamekataliwa bali, wamefukuzwa bali. Lakini kuna jambo moja hao wenye ukoma wanne walifanya, hawakukufa moyo. Unajua walifanya nini? Waliungana. Wakasema mnajua tukikaa hapa tutafanya nini? Tutakufa. Sasa tuamkeni. Twende kwa hawa watu. Wakitua tukufe. Wakituhifadhi hai basi natufanya nini? Na tuishi. Na ukisikia historia ya kukua na hiyo ugonjwa inakataga sehemu zingine za mwili. Sasa can you imagine wale watu tuwasio miguu yao na hata mikono ilikuwa imekatika. Na wale watu walikuwa wanaenda kwao, walikuwa wana silaha nyingi, wamejihami, wanaweza wafanyia chochote. But kwa sababu ya ile imani kusema twende kwa watu, Mungu akawa pamoja nao na wakapata ushindi. So venye tulikuwa hapa hiyo siku ya Jumapili kusimama tu, kama kuna mtu yoyote kutoka kule juu alihusika kujenga hapa na apite hiyo mlango, ajaribu kufanya nini? Kubomoa. Hiyo tu, hiyo ushujaa Mungu ametugia nini? Ushindi. Na hakuna mtu anaweza kuja kuguza hapa. Amen. Hakuna. Sasa kupitia hiyo ushindi ni kwetu. Na hata kupitia hiyo mimi ninaamini ya kwamba tufikapo ni kulipa uwanja huu, hakuna kitu kitatushinda. Na kama kuna kitu tunafaa kufanya as from now, Bosco uniombee ile pledge niliweka niipate. Bosco nikuombee ile pledge ulipata uipate. Mike uombee San akuombee. Esbon ombea Gaitho akuombee. Sasa kufanya nini? Kuombeana. Ili address ya kuwa uchumi huko vile huko tuombeane. Ati kwamba ifikapo hiyo tarehe ni ile mwezi wa 12 sana. Ni tarehe ngapi? Tarehe 11 leo. Yeah? Next one. Hii yenye tunayo December ngapi? December, the next ni December tarehe 6. Tarehe 6. Sasa ifikapo tarehe 6 December, ati hakuna mtu atakuwa na nini? Zote tutakuwa na hizo pesa.
sote tutakuwa na hizo nini na hizo pesa. Tuombeane hivyo na tutapata ushindi katika uwanja huu. Na hiyo ndio itakuwa kipimo ya kuwa tuko aje, tuko shujaa kwa mdomo ama tuko shujaa mpaka kwa nini? Kwa vitendo. Hao wenye ukoma wanne wakisema sasa na tuamuke, hawakuwa wameamuka. Lakini wakati tu walipiga hatua ni kuenda. God akamultiply hatua zao, ile wale jeshi wakasikia tumeku na ni watu wanne. Na ni hawa tu walikuja kulisha the whole camp mzima ya Israeli. Yes. Sasa sisi hiyo ushujaa. Na mimi kama kuna kitu nafurahia Bosco na Shifaji na Mwirigi, ile kushikana mlikuwa mmeshikana, naona sana amewajoin. Ile kushikana mlikuwa mnashikana mpaka tunatamani tu hiyo muondoko mlikuwa nayo. Aki hiyo moto msizime. Twende na hiyo na tutapata ushindi. Mimi namhakikishia kabisa. Hiyo tutakuwa na ushindi tufikapo next year wakati tunaenda kulipa hiyo uwanja. Ilikuwa just by the way. Kuna kitabu hiki cha Revelation chapter number 13, na kwa sababu pengine mtu hajaielewa vizuri, labda yangu pale nani najua wamekaa na Shifaji vizuri, amesoma nani Mustafa amekaa na Shifaji pengine amekisoma. Sasa na hata sisi tumesoma hicho kitabu cha Revelation number 13. Lakini kuna challenge moja nimefanya na watu kadhaa kutoka Revelation hiyo 13 verse 11. Watu wengi wakisoma hiyo kutoka verse 11 unakuta kuna verses hapo wanazichanganya, na the more wanazichanganya inafanya nini? Inapotea. Unakuta mpaka wale watu wa mlengo ule mwingine wanaisoma na inafanya nini? Wanaiweka venye haistahili. Sasa nataka tuisome alafu tuulizane maswali tukiendelea nayo, tuone tutaiweka aje, kwa sababu hata mimi kuna wakati nilikuwa Hilton nikawa nimepata hiyo privilege ya kufundisha hiyo chapter 13, na ile elder alikuwa pale. Tulibishana kitabu, tukuje tuingiane, tulibishana na hata hatukuingiana sana, ikabidi sasa tufanye nini? Na ndio maana nilimwambia iwapo hatajichunga atamalizia kama mwenzake wa hapa juu. Iwapo hatajichunga atamalizia kama huyo hapa juu. Lakini nafikiri saa hizi pengine kama hajajua. Si mtu anisomee. Nianze na verse 11. Inasemaje? Kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika nchi. Akitoka juu, akipanda juu kutoka katika nchi. Yes. Naye alikuwa na pembe mbili. Mfano wa mwana kondoo. Akanena kama joka. Sasa hiyo verse 11 Mustafa, umejua inaongelea nini hapo? Nini? Juu kama unajua tutatelemuka teke. Yeah? Ujui? Okay. Ukisoma sasa kuanzia juu, huu ni mnyama wa pili, si ndio? Si Biblia imesema hivyo? Na ananena kama joka. Na ako na nini? Ako na pembe. Ni mfano wa kondoo na ako na pembe mbili. Sasa tunaposoma Biblia tutakuja kuona Biblia inapoongea kuhusu mnyama, tunaelewa mnyama ni nini, na ni mfano wa kondoo na ako na pembe mbili, ambapo kondoo inasimamia nini? Kondoo inasimamia, wakati naona kondoo inasimamia, sisi ni kondoo, si ndio? Yesu alikuwa kondoo, si ndio? Sasa inasimamia nini? Si kafara. Inasimamia
upole. The humbleness. The humbleness. Alafu iko na pembe mbili. Pembe mbili zinasimamia nini? Pembe zinasimamia ufalme. Ufalme. Si ni kweli? Sasa kumbe kuna katika hii kondoo kuna pembe mbili ambapo ni falme mbili ziko kwa ile kondoo. Si ni kweli? Haya, hebu tunamuka na hiyo verse nyingine. Dogo tuende before uende. Hizo ni hizo na present nini? Nini? Hizo pembe mbili. Huyo ni mwana kondoo. Ako na pembe mbili. Hii pembe moja inasimamia ingine na ingine. Tukizi mbili tofauti zake. Haya, Swali tu kwa darasa. ni sawa. Swali kwa darasa. Mwaura, inasimamia nini hiyo? Naona umeanza kupasua mashamba hapo. Tuambie vizuri, sema vizuri. Hizo verse 12, verse 11 kuna kondoo na kuna huyu kondoo ako na pembe mbili. Zinasimamia nini hizo pembe mbili? Nasimamia vitu mbili zinaongoza. Okay, ni falme mbili. Hizo falme mbili zinasimamia nini? Ni ufalme gani na gani uko kwa huyu kondoo? Protestant na Republic. Iko na pembe mbili ambapo ni tunaweza iita dini na serikali. Uhuru. Wako na uhuru. Si ndio? Si ni kweli? Tuendelee. Tutelemuke verse 12. Msomaji wangu. Naye atumie uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza mbele yake. Naye aifanye dunia na wote wakao ndani yake wamsujudie mnyama wa kwanza, ambaye jeraha lake la mauti lilipona. Naye atumia uwezo wake wote. Hebu rudia. Naye atumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza mbele yake. Sasa huyu mnyama wa kwanza ni mwenye tumesoma verse 12, verse 11 ama ako juu ya hiyo verse 11? Swali? Kuna mnyama hapa verse 12 soma. Naye atumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza. Naye atumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza. Sasa huyu mnyama wa kwanza ako juu ya verse 11 ambapo hatujasoma, ama ni huyu ako verse 11 ambaye ni kondoo, ni mfano wa kondoo ana pembe mbili. Huyu ako juu ya yule tulisoma kwa 11. Ako juu ya yule tulisoma kwa 11. Asante. Twende. Naye aifanya dunia na wote wakao ndani yake wamsujudie mnyama wa kwanza. Kumbe huyu ambapo tumesema ako na uhuru wa dini, anafanya watu wote wafanye nini? Waabudu huyu wa kwanza, watu wamsujudie yule mnyama wa kwanza. Twende. Ambaye jeraha lake la mauti lilipona. Ambaye jeraha lake la mauti lilipona. Sasa tukirudi kwa Biblia, kuna huyu ambaye jeraha, tukirudi juu kabisa, tutarudi mbali sana. Na ambapo sikutaka tuingie huko kwa sababu kuna mahali ambapo ninataka. In fact point yangu haiko hapa, point yangu iko chini kabisa penye nataka twende sasa. Sasa hawa unasikia wakimsujudu yule mnyama wa kwanza, hawajachaguliwa ni watu wa gani? Si ndio? Biblia, hebu rudia hiyo nafasi. Naye afanye naye atumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza mbele yake. Naye aifanye dunia na wote wakao ndani yake. Unasikia, ni wote wakao ndani ya dunia wafanye nini? Aidha ni maskini, aidha ni tajiri, aidha ni mfungwa, aidha ni kiwete, wote wakao juu ya dunia wafanye nini? Wamsujudie. Si ni kweli? Haya, telemuka. Naye afanye ishara kubwa hata kufanya moto kushuka kutoka mbinguni uje juu ya nchi mbele ya wanadamu. Yes. Naye awakoshesha wale wakao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama, akiwaambia wakao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama
aliyekuwa na jeraha la upanga, naye Ndio hiyo verse 14. naye awakosesha wale wakaao juu ya nchi Nao awakosea wale wanaokaa juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama, akiwaambia, sikia hapa, wakaao juu ya nchi, kumfanyia sanamu yule mnyama aliyekuwa na jeraha la upanga. Sasa hapa kuna sanamu ya mnyama, si ni kweli? Kuna mnyama ametajwa hapo na kuna sanamu inatajwa hapo. Telemuka na hiyo andiko. Sasa hapo ndipo nataka sasa tuanze sasa kuingia kwa pointi yangu. Akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama. Sasa kuna sanamu ya mnyama na hapa amepewa kutia pumzi ile sanamu ya mnyama. Kwa hivyo kuna mnyama na kuna sanamu ambaye inatiwa nini? Pumzi. Twende. Hata ile sanamu ya mnyama inene. Sasa hii sanamu ya mnyama inatakikana inene na kuwafanya hao wote wasio sujudu sanamu ya mnyama wauawe. Na hao wasioitii sanamu ya mnyama wauawe. Sasa kuna sanamu, kuna mnyama, kuna sanamu. Hii sanamu inatiwa pumzi ifanye nini? Inene. Na wale wote wasiosujudu mnyama na sanamu yake wafanye nini? Wauawe. Sasa swali, hii sanamu ya mnyama ni nini? Acha ni try. Sanamu ya mnyama ni wale wa Protestant wako. Unajua kanisa nyingi zilitoka United States of America. Mingi. Ndio zinatoka huko, zimesambaa dunia nzima. Sasa wanaunganishwa ni sanamu wanatengeneza. Ya nani? Ya yule mwenye mkubwa wake ambaye ni yule mwingine. So sanamu ni Protestant church. Okay. Hesbon inasema kuna mnyama na kuna sanamu ya mnyama ambaye inatiwa pumzi inene. Na wale watu wasioisujudu sanamu ya mnyama, Biblia inasema hapo watafanya nini? Watauliwa. Anasema ile sanamu ya mnyama ni wale Protestants wanapojiunga pamoja wanakuwa sanamu ya mnyama. Bosco, ni ukweli? Mimi kwangu nilikuwa naona sanamu ya mnyama ni Sunday. Sasa hawa wataungana waipee nguvu. So wale wakisema kuwa wanajaribu kuipee nene ni kuimake it ikuwe sheria kwa kutumika yule sanamu yule mnyama iko na pembe mbili iungane na the Protestants waipee Sunday nguvu ikuwe sheria so that wote wanakataa hiyo wauawe. So kwangu sanamu ni Sunday. Tumepata watu wawili ambao hawajasema kitu. Hesbon anasema ni Protestant. Bosco amesema ni Sunday. Maura, unasema ni nini hiyo wewe? Kama Hesbon. Gaidha? Protestant. Yes. Wanashikana. Sasa ndio unde sanamu wanashikana na serikali. Serikali nayo inapitisha sheria ndio kuweka polisi. Gaidha? Kuna kitu. Na Mustafa? Maiko? Nini hiyo? Kuna vitu mbili ambazo tusome tukiangalia. Kuna chapa ya mnyama na kuna yani na kuna sanamu. Hatujafika. So once ukielezea ujue chapa utakuja useme nini na sanamu nini. Sawa, tuendelee. Mimi sichangi. Sema. Ama una kitu. Nilikuwa nataka waanze wajibu kwanza alafu tujibu. Na usilale tena. Nisome verse 16. Inasema naye awafanya wote. Hiyo tulikuwa tumesoma. Soma basi. Naye awafanya wote wadogo kwa wakubwa na matajiri kwa maskini Yes. na walio huru kwa watumwa. Yes.
watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao. Sawa. Sasa angalia hapa, kuna sanamu ya mnyama na kuna chapa ya mnyama. Soma 17. Nasema tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa ana chapa ile, yaani jina achia hapo. Sasa kuna sanamu ya mnyama ile ilikuwa inatiwa nini? Pumzi inene, na watu wasioichujudu ile sanamu ya mnyama wafanye nini? Wauawe. Na sasa hapo chini kuna chapa ya nini? Ya mnyama, ambapo hii chapa ya mnyama inahitaji sisi zote watu wote wafanye nini? Wawekewe ile chapa ya mnyama, si ndio? Sasa nayo chapa ni nini? Tujibu. Okay, sanamu tumesema sanamu ya mnyama. Ile Protestants wanapoungana ndio sanamu wanatengeneza sanamu. Damaridi. Kale kandege ndio kale hapo juu amka ukafukuza. Kwa nyumba ya Wiriju. Tukikuja chapa ya mnyama, chapa ya mnyama sasa kila mtu anafaa afanye nini? Si sanamu imetengenezwa. Sasa sheria imepitishwa. Ili chapa ya mnyama yenyewe ni siku ya Sunday, ya Jumapili. Na ndio maana naona muhuri wa Mungu ni siku gani? Ni Jumamosi. Lakini chapa ni Sunday. Maybe sitaki kumalizia, wengine waendelee. Bosco. Kwangu sanamu ya mnyama ni Sunday. Chapa ya mnyama ile tuna lazima kila mtu akuwe naye ni 666. Haya. Hapo umejaribu kurudia kidogo. Ako tu sawa, tusome Biblia, tutamka na Biblia tufanye nini? Sasa sija kuelewa, si kwa nimekushikanisha. Amesema aje? Swali liko hapa. Kuna sanamu ya mnyama inatiwa pumzi. Ifanye nini? Iogee, si ndio? Na kuwa watu wote wachujudu ile sanamu ya nini? Ya mnyama. Verse 17 irudie. Tena kwamba mtu awaye yote. Tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza. Asiweze kununua wala kuuza isipokuwa anachapa ile. Isipokuwa anachapa ile. Yaani jina la mnyama yule. Jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake. Au hesabu ya jina lake. Haitakuwa na jina ama hesabu. Si vitu ni mbili. Kuna chapa, kuna sanamu, kuna chapa. Kiswahili imesema hiyo chapa yani. Sasa malizia hiyo. Na sasa kama kuna mahali pana confusion ni hapo. Enda Shifaji. Kama kuna mahali panakuwa na confusion ni hapo. Na wasabato wengi ambao tunasomana Revelation 13. Kama kuna mahali tunatupaka laini ni verse 16, 17 na 18. Unakuta tunachanganya verse 16 tunailete 18. Unaona? Tunachanganya 16 na 17 tunaiweka kwa 18. Unaona? Na tukiweka kwa 18 hapo unakuta tunapotea. Kuna kitu tunapoteza hapo. Rudia verse 16 tena. Verse 16 nasema. Inasemaje? Naye awafanya wote. Nao awafanya wote. Wadogo kwa wakubwa. Wadogo kwa wakubwa. Na matajiri kwa maskini. Na matajiri kwa maskini. Na walio huru. Na walio huru. Yeah. Na walio huru kwa watumwa. Yes. Watiwe chapa. Watiwe chapa katika mkono wao wa kuume. Au katika vipaji vya nyuso zao. Au katika vipaji ya nyuso zao. Sasa hiyo ni nini? Hiyo ni mawazo. Tuseme chapa ya mnyama ni nini?
chapa ya mnyama ni ile hisia ama kujua kutokuelewa ya kwamba Saturday ndio church. Wanaelewa ya kwamba Sunday ndio siku ya Mungu. Hiyo sasa imewekwa katika chapa mkono chao. Haya, katika mkono wake ni ya kwamba anajua ya kwamba Saturday ndio church ndio siku ya Mungu. Lakini kwa sababu amekataa kwenda anafanya kazi na kulipwa na kupokea pesa kwa mkono wake wa kuume, anapata chapa katika mkono wake. Na So chapa ni nini? Sasa chapa ni nini? chapa si kuweka. Hebu nisaidie. Chapa ndio 666. Nimesema sio 666. Chapa ni nini sasa? Nimesema Utakwisha toka. chapa ni ile Sikuzi hapo. kuelewa na kutofanya. Ya kwamba unaelewa kanisa ni siku ya Sabato na unakataa kwenda kufanya kazi. Ndio ni chapa. Mwingine? Yes. Chapa ni kama signature ama stamp. Ehe. Umeipea. Esmo? Chapa ya mnyama. Ni Sunday tu. Eh. Kuna kitu kingine ni Sunday, ndio chapa ya mnyama. Ni sana. Ni Sunday na tena naongea kwa uchazizi. Kabisa. Ni Sunday. Haya. Maliza verse 18. Verse 18 nasema Rudia 17, twende tumetaramuka kama mpaka 18. tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza, Tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa anachapa ile. isipokuwa anachapa ile ambaye Hesbon anasema ni Sunday. Kwa hivyo mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa Sunday. ana Sunday. Telemuka. Hapa ndipo penye hekima. Hapa ndipo penye hekima. Yeye aliye na akili Yeye aliye na akili na aihesabu hesabu ya mnyama huyo, na aihesabu hesabu ya mnyama huyo, maana ni hesabu ya kibinadamu, maana ni hesabu ya kibinadamu. na hesabu yake ni 666. Soma, nisomee kwa Kizungu. Kizungu inasema, Inasema here is wisdom. yes, Let him that has understanding count the number of the beast, yes, for it is the number of man, yes. and his number is 600. Hebu nisomee It is of 17. 17. And that no man might buy or sell, save he that hath the mark, or the name of the beast, or the number of his name. Sasa swali inakujia hapo. Sita. Kulingana na wewe. Kuna mahali utakuja kuitumia. Bosco, 666. Kuna mahali utakuja ama sisi tutakuja kuitumia kama Wasabato wa Adventista. Kuna mahali itakuja kutumika kwa mwanadamu. I think hiyo swali tunaweka sawa. Kwa kukubali. Kwa kukubali? Kwa kukubali mafundisho ya huyu. Kwa kutii Sunday utakuwa na hiyo 666. Kwa kutii Sunday. Yes. Sasa mwalimu Shifaji. Tuacha tumalize. Unaona 66? Yes. Si yetu ndugu yangu. 66 kuna mwenyewe. Yes. Na bado ndio unaona tunaandika vicarious field day. Tukihesabu hiyo ni ya China ya Paul. Hiyo ni yake. Ndio unasikia mwenye akili ahesabu hesabu ya mnyama huyo. Yes. Mfalme. Unasikia huyo ni mfalme. Yes. Tuhesabu hesabu ya huyo mnyama. Yes. Ni 666 na sita. So hiyo alama si yako. Iko na mwenye Elda Shifaji. Hebu soma 18 nani atufafanulie. Soma Kiswahili. Esbon atufafanulie. Soma Kiswahili ama Kiswahili? Kiswahili. Soma Kiswahili. Pole pole tu atufafanulie. Hapo ndipo penye hekima. Yeye aliye na akili na aihesabu hesabu ya mnyama huyo. Esbon usikize. Maana ni hesabu ya kibinadamu na hesabu yake ni 666. Hesabu hiyo ni ya nani? ni
ya kibinadamu. Na ni jina la nani? La mnyama, si ndio? Ya mnyama Rudi nini verse 16. Naye awafanya wote wadogo kwa wakubwa, na matajiri kwa maskini, na walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao. Endelea sasa. Tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza, isipokuwa ana chapa ile, Sasa yaani jina la mnyama ile. Sasa hii chapa hii kulingana na hii inafaa uwekwewe. Na tumwambie hiyo chapa ndio jina ya nani? Sasa hapo ndio inafaa. Unajua Steve, mimi naelewa penye huko. Na hapo ndio confusion hiyo inakuwa. Tumeambiwa vitu mbili, kuna sanamu ya mnyama, kuna chapa ya mnyama na kuna jina ya mnyama. Tuko pamoja? Sanamu ya mnyama ambaye tumekuja vizuri, tukasema ni muungano wa makanisa ambao ningependa niisome hapa hivi. Hizo pembe mbili ndio tunaitoa pale, nime short screen penye nilikuwa nimesoma. Inasema hivi. Ni kama alitoka kwa chuo kafia chachi huko jua kapata. Aya. Inasema hivi, two horn like a lamb, as we have seen already. Protestant America will be built upon anti-Catholic principle. Sijui kama mnapata. America itajengwa juu ya Catholic, misingi ya Kikatoliki. Tuko kwa two horn. Alafu inasema the two horn on the one beast, a symbol of kingdom within the one power. Pembe moja ni kingdom. Tunaona America ni mfalme kabisa. Alafu inaendelea kusema ya kwamba Daniel 8:20 3 na 20, the kingdom of the church and the kingdom of the state as the two horn are separated, so are church and state to separate in the national of America. Sasa pembe moja ni inasimamia America kuwa superpower, na pembe ingine ni ufalme wa kikanisa. Church kingdom iko kule. Ndio unaona tunasema ni WCC, World Council headquarter yao. Ukitaka kuwapata ni wapi? America. Original headquarter penye wa America walianza na kupanga mambo ya Protestantism ambao hawakuwa kwa misingi ya Katoliki ni wa America. Hii sanamu ya sanamu najua ni kitu cha kufanana na kingine, lakini si kile, lakini kinakifanana. Sasa Protestant wanaitwa sanamu juu mafundisho yao na ya Wakatholik ni kama moja. Tabia yao na Wakatholik ni tukifanya DNA tunawaona. Sasa wanaitwa sanamu. Tuko pamoja? Ndio hiyo muungano wao wa WCC wote members wa hiyo. Sasa tukitoka hapo tunakuja kwa chapa verse 17. Verse 16 twende paka pale 17. Sasa hii chapa ambayo ukisoma kwa kitabu chao wanasema our mark, Sunday is our mark of authority. Tuko pamoja? Sunday Rumi wenyewe wanasema ni mark ya uwezo. Ni chapa yao. Ni kama muhuri yenye nani anasema kama kanisa lina uwezo ya kubadilisha, wanadai kabisa kama lina uwezo ya kubadilisha kila kitu na siku utukufu wahamishe. Ni kitu kina confirm wanawe. Sasa hiyo ndio chapa ya kuonyesha kanisa la Kirumi lina nini? Uwezo siku ya Jumapili. Sasa hii authority ambayo tukiwa pale unajua 6:6 kwanza 6:6 ukisikia inasimamia mawazo ya mwanadamu kwa kinyume cha Mungu. Na tunaporudi kwa mawazo ya mwanadamu tukienda kwa juma, si unaona kuna siku ya 7. Ukiondoa 6 ya mwanadamu inabaki ngapi? Siku ya kwanza. 7 minus 1 inabaki 7 minus 6 1. Sasa kwao juu waitimize inaingia automatic Sunday is the first day of the week. Wezi enda Tuesday, watenda Sunday juu hesabu yao inawalengesha pale. Juu ni minus 1. Kwa masaa jioni siku anza saa ngapi? Saa 1. Lakini wao wakifika nini wasema plus mawazo yao inakuwa ngapi kwa saa yako? 7. Saa inafaa ianzie 7 ama 1. Na usiku una 12, asubuhi 12. Ukifika asubuhi yenye tungesema imeisha ni 12, ndio wanakuambia ni 12. Lakini ende angalie kwa saa yako imekuandikia 6.
Sasa hata wewe unajaribu tu kuamini, lakini 6 inaingiana aje na 12 hours za usiku? Sasa 6 wanakuwa wameifiti kila mahali, ndio unaona inashika jina la mfalme ambaye vicarious fili day, mwanzo ya mwanadamu original mwenyewe, alafu inalenga siku mwisho ya juma ambaye ni kinyume na aliye juu. Sasa Mungu akisema mwisho, wao wanasema nini? Mwanzo. Sasa hapa ndio mimi sema yeye aliye na akili na ihesabu ya mnyama juu. Fili day ni purpose kabisa, ni title yake, lakini hii jina yake hii ambayo bado ndio tunawekewa kwa mikono, na unasikia inaongelewa mkono wa kulia ama kipaji cha uso. Yule mwenye ako na chapa kwa uso ni yule ambaye anajua tu kwa akili zake Sunday ni siku ya nani? Ya Mungu, anafanya ibada mwaminifu. Na yule mwenye amewekewa kwa mkono wa kuume ni wa kutafuta. Anajua vizuri ukweli wa kisabato vizuri, lakini juu ya njaa anaenda kusaliti mafundisho, anafanya biashara siku ya sabato ndio afanye nini? Apate. Sasa chapa ya mnyama iko kwa mkono ambayo si 600 namba, ni kuamini mafundisho ya Jumapili na kuenda Jumapili, na kama hauendi Jumapili na uendi sabato na unajua sabato ndio siku ya Mungu, chapa ya mnyama iko kwa mkono juu ya kutafuta. Na yule anaenda Jumapili, chapa ya mnyama iko wapi? Na hiyo Yes. kwa Jumapili ameiamini kabisa. Yeye iko ndani ya Hiyo akili, iko ndani kabisa kwa mwana. ndio chapa ya mnyama. Mark ni Sunday. Mark ni Sunday, the mark of authority. Tusome 17 hiyo. Soma. Day of 17. And that no man might buy or sell kwa Kiswahili. Tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza, Yes. isipokuwa anachapa ile, yani jina la mnyama yule. Unaona kabisa. Jina. Yaani jina la mnyama yule. Ina both. Kwa hivyo ikisema yani jina la mnyama yule. Sasa tunaenda kwa jina la mnyama yule ni nini? Telemka na andiko. Hapo ndipo penye hekima. Sasa hapo ndipo penye hekima. Yeye aliye na akili. Yeye aliye na akili Na aihesabu hesabu ya mnyama. kwa sababu ni gani? Maana ni hesabu ya kibinadamu. Yes. Na hesabu yake ni 666. Kwa hivyo tukisema jina la mnyama yule ni 666. Hatujakosea. Chapa. Amini 666. Hakuna mwanadamu atakuja kuweko hiyo kama venye watu wanavyo. Ati unashikwa uwekelewe. Ende uwekelee Ruto moja tukuamini. Hakuna mtu, hakuna hata mmoja ataelewa. Karibu sana. Hiyo Enda kwa chief. 66. Ama kwa chief. Hakuna. Lakini chapa ya mnyama watu wengi watafanya nini? Watafanya kuishika ama watakuwa nayo, ambapo chapa ya mnyama kuna sanamu ya mnyama, chapa ya mnyama na jina la mnyama yule. Sasa tukiondoa hizo confusions zinakuwa kwa hizo verses, Revelation chapter 13 itakuwa imetuingia vizuri sana, kwa sababu hata saa hizi ukiuliza mtu kama ile huduma namba tulikuwa tumeletewa, watu wengi walikuwa wanasema na si namba ya shetani tunaletewa. Hata saa hii ukienda umuulize na namba ya shetani ni gani, si ni 666 na tunaletewa. Hata hizi wanasema ndio hiyo, ati unakuja kuletewa na ndio 66 na ndio. Hata wengine wameenda kwa lock, zimewekwa code, ukienda ufinye inakuangalia inafungua. Sasa wanaanza kusema ati kuna inji fulani namba ya mnyama imeanza fani kutumika. Namba ya mnyama kama unafanya ibada ya Jumapili, Yes. ni venye ujekewa bado watu wa Mungu wanaitwa, ijasiriwa uache, lakini inafaa ndio Revelation. Sasa tunaimba Revelation 18:4, watu wangu tokeni kwake msije mkashiriki nini. Lakini siku ile sauti itatoka, aliye mtakatifu nawe mtakatifu, na yule mbaya azidi kuwa mbaya. Sasa watakuwa wamepata alama hiyo. Lakini hata nataka kuuliza kidogo dakika moja niulizie tu ile Kenya. Yaani mnadhani niulize swali, kuna maana mimi na hii wanaposema hakuna mtu yeyote atakayeuza hasa kwa kununua wala kuuza wala kununua isipokuwa na ile terms and conditions, tuseme hivyo, za huyo mnyama. Sasa swali, kwa mfano sasa hivi ile technology imeanza kuenda, sinaona vile imeanza kuendelea, watakuja ku access, tuseme sasa hizi watu, kuna watu wenye wako na pesa kwa bank, si ndivyo? Uko na kila kitu sasa hizi, vitu ziko digital. Sasa lazima ukue na
na okay, tuseme kwa mfano pesa, tutumie pesa hiyo ndio tutatumia. Hii siku ya Sunday ndio ikitangazwa. Kwa mfano itangazwe leo. Na unajua uwezi access kununua kama hauja hizo terms and conditions zenye wameweka. Lazima ufanye nini? Usitii. Itakuwa ngumu ile White anasema itakuwa ngumu kwa watu Adventista sana. Hata kupata chakula ni ngumu. Ni hivyo. Swali. Hizi microchips zimekuja, hizo vitu zimeanza kukuja, zimeanza kuimplementiwa. Unaona tunaelekea wapi? Hii ndio nataka kuuliza hapa. Yes. Nimeona kama hiyo siku inaitwa Saturday. Wengi wameanza kuona kama ndio inafanyika kila, hata kama ni harusi unafanya Saturday na inakuwa imefanyika. Ni kwa nini? Kwa sababu watoto wako nyumbani. Haya, watu hawako kazi. Na hiyo siku uko free kufanya ni weekend. So kwa kila kitu utafanya Saturday itakuwa na manufaa. Kwa sababu watu watatoka mbali, watalala wakikuja Friday, tuanze Saturday. Hiyo siku utaweza sikia ya kwamba imehamishwa na ikuwe ndio ofisi, yani siku kubwa hata ya kutoa pesa, withdraw pesa, hata ya kufanya kila kitu. Na sasa wewe utakuwa umekoseka kwa sababu hautakuwa na access. Hautakuwa touch. So niongezee kidogo. Nabii nasema ya kwamba wataleta sababu kwa kisingizio cha uchumi. Ndio mnaona jinsi dunia inaenda. Mmeona juzi Pope Francis alipendeza sana jinsi ya kuwa anasunguka akijaribu. Lakini wanaonyesha kuna uchumi, wanataka dunia iendelee. Na huku kama umesikiza mahubiri ya Altar, unajua ametoa paka matarehe zenye corona ilitengenezwa na Waamerika. Jinsi walipanga wafuruge dunia. Waone unajua ukitaka kuvuka mto unapima maji kwanza. Uwezi ingilia tu na upite. Waone kama dunia itafanya nini? Itawasikiza. Ndio wakitoa sheria tuinamie. Sasa wao watatafuta juu makusudi yao. Unaona vita inaenda mahali wanaisha, lakini wakufuruga tu vita iendelee. Uchumi wa dunia ufanye nini? Uharibike. Uchumi wa dunia ukishaharibika, tunaambiwa hawa jamaa watakuja kama watakatifu. Waongea wakisema ya kwamba tunataka kurestore uchumi wa dunia, inabidi tufanye kazi jinsi Mungu alivyofanya kazi siku ngapi? 6. Sasa unajua government ikiingia itabidi watoto wasome siku 6, kazi ifanyike siku 6. Ndio Biblia inasema juu kwa mfano ikitangazwa official na wewe uko kwa biashara, unafanya mambo yako. Si unaona hata wafanyikazi wako utawaruhusu waende kanisa juu ni kitu imehalalishwa. Sasa ndio pazi. Lakini sasa Biblia inasema yeye hataweza kununua isipokuwa ako na nini? Mwenye ana ile namba ya mnyama. Sasa wewe kweli juu itabidi ufanye hiyo biashara. Itabidi uende hiyo shule. Itabidi umeajiriwa na government. Si itabidi tu umeenda hiyo shule. Access zako nyingi, mambo mingi imewekwa, inabidi ukue ndani ya hiyo Sunday ndio uweze kusurvive. Ndio tunafika nasema hii kitu itaenda ikaze ikue tight. Ndio tumefika mahali paka ukisoma kitabu ya Country Living ya Ellen G. White ndio utaanza kuelewa mbona anasema kutakuwa tight. Anasema ni vizuri msabato ukiwa uko town upange pia mashamba ambako kutakuwa safety kwako. Hapo Wajaluo wenye wanakimbia kujenga huko, hapo ndio wataponea tu. Uambie. Hapo kutakuwa safety kwako wakati sheria zitakuwa tight town. Si unajua town kila kitu kununua. Lakini at least ukiwa na nyumbani, juu wakati utakaziwa kila kitu, maji utachota kwa shimo, mboga utaendea kwa shamba, mahindi utaweza chuna kwa shamba. Lakini hapa kuna shamba yote, si sapa yote unatarajia kununua. Ndio tunaambiwa kwa ushauri mzuri, hata kama tunafanya hapa mambo yetu, tuanze kutafuta country living. Ndio ile ni Andrew anasema kwenye watafaulu vita wengi ni wale walio kwa maeneo safety. Si mnakumbuka ile sheria ya corona venye ilitoka? Town kulikuwa more tight kuliko mashamba. So mimi nasema kwetu tunaposoma tujue itafika. Na si mbali sisi tukisoma, ukiangalia vile dunia inaenda kweli tunakaribia. So tunaposoma wacha itusaidie. Ukiinvest jaribu kutafuta mahali penye utazaa. Kenye nimesema hivyo. Nilisikia Trump President Trump aliongea juzi, wakasema wanataka kudistort economy nini? Naitwa mambo ya wanataka kunini mambo ya pesa.
kuna currency wanataka kuanza kuleta. Ukisikia ukiona US sana sana wameanza kutumia inaitwa digital currency. Sana sana. Wataka kuacha hizi pesa zenye ziko pesa cash. Wanataka kuenda cashless. Sasa ni cashless society. We are heading to cashless society. Hatuna cash. Sasa si unaona mpaka sasa tunaandika hata namba hapa. Mtu ako na pesa tu. Hiyo sasa ndio nilikuwa naona mahali tunaelekea vile Sibachi anasema. Hizo vitu ni kama zinatuprepare mind. Inaanza kunini mind. Serikali itakuja kufika mahali sasa utainamia vitu ni zako ndio, lakini utainamia ndio ufanye nini? Ndio upate hiyo. Kuna mahali hapa natafuta ni venye sipapati haraka. Kwa kitabu inasema, unajua kuna watu wameenda wakachukua ile sheria ya Amerika ya kusema Jumapili ni siku yao ya ibada. Wakaihalalisha kana kwamba ati Amerika wameamua. Lakini ukisoma hapa inasema Amerika walipokutana Sabbath of the majority, ndio hapa hata wacha nisome, inasema walipokutana sasa wakishatafuta nchi ya uhuru, walipofika Amerika ndio wajenge nchi yao. Ndio hiyo kipengenye tunaambiwa Trump akisoma asomi maneno yao, ni wale pioneers waliokuwa Amerika. Unajua kuna watu wanatumia hiyo kipengee kututishatisha kana kwamba Trump ameamua. Nasema because Sunday is the Sabbath of the majority in our land, meaning America and has been nationality established as a day of worship. It is the day that all should be compliant to observe as the Lord's day. And we further emphasize that it is the duty for government to enforce the observance of the day. Sijui kama unasikia wanasema ni duty ya government lakini si government ilifanya nini? Si ati sahi government ya Trump. Hii maneno ilipitishwa kule mbele kabisa, kitambo kabisa, na imeongelewa tena Destiny Publication Special Alert 1983. Sio ni vitu umepangwa wamekuwa wakiziongea. So tunapokuja kwa Trump tujue hii sheria kwa Amerika vitabu zao kama wataanza kusema ni matengenezo ya kumwabudu Mungu, wataweza wafanye nini? Waiempower juu Amerika ilijengwa kwa misingi ya Jumapili. Mnapata hiyo point vizuri. Haya, asante. Alafu mgeni akirudi utamuintroduce atusalimie tumjue, hata mimi simjui, sijai muona. Sasa unamjua? Nani anamjua? Sikutaka aende kama ndio maana unaona anamchukulia. Ameenda? Anaongea na simu baba. Akirudi. Nilikuwa nataka kusema jambo kuhusu. Na boss uko nilikuwa nimeinua mkono ushikilie tu hapo. Yes. Kuna mahali hapa kwa last day event. Unajua sasa Shivaji ameongea kuhusu the mark of the beast huwa ni Sunday. So for wale wenye wanataka kudhibitisha Ufanyaje sana? Siongea na huyo jamaa kwanza kama. Ndio huyo kwacho hapo akienda. Wacha tumjue ni nani pengine ametumwa kutoka Kenya. Mkemea hapa kumkemea. Muongeleshe Kiingereza, enda mwambie rudi. Enda haraka ameenda, rudi akusaidie. Wewe ni mkale kimbia. Nilikuwa nataka kuuliza kuwa walisema ni Biden anamaliza hii biashara. Biden akatoka bila kumaliza biashara. So sisi tuchukue nayo tujue ni how ni US inakuja kung'ang'ana na hiyo Protestant wape sanamu pumzi. But president tusiweke akili sana ni mtu fulani. Kuna wenye wasemu tu hao jamaa wao ndio warudi wakasema Raila ndio anaenda kuchukua kiti, lazima achukue. Si alianguka. Sema hao jamaa wakasema Pope Francis ndiye anafunga historia. So ndio tunaambiwa tusikue baadhi ya watu kama hao wa kusetting time. Naona Sibachi. Mimi okay, my point is sisi tunaangalia Trump. Endelea. Sisi tunaangalia Trump. Hata kwa hiyo mzuri kwa acha kwanza. Sawa, tukaribishie. Anaitwa Okay. Kevin ni watu wazuri. Bwana asifiwe. Amen. Kwa majina ni Kevin Mungai. Nimehamia hapa hivi Kivumbini juzi kwa nashiriki elimu. Okay, asante. So juzi ndo nimepitia hapa hivi nikaona hapa kuna kanisa. So leo nimekuwa Central. But afternoon kuna mgeni anafaa kukuja.
So sijarudi church. Okay. Sasa venye nimeona ni kama amechelewa. Akasema kuna church niliona hapa by the way karibu. Let me just Okay. niwasikize. So Asante. actually thought nyinyi ni sijui Zion. Alifikiria sisi ni tofauti. Kwa maana ameketi kidogo. Ndio nimekuja tu nikaketi pale nyuma. Kwa maana najua SD zote hatutofautianagi sana. Tunapoka tu na tofauti kidogo kidogo. Kwenye personally mimi huwa na overlook. Sijui kama okay mimi huwa nina overlook. Kuna watu wengine utasikia wakisema hawataki Ellen White. Wengine wanamkubali. Wengine wanakubali Trinity, wengine wanakataa. Kama ni kusikiza neno la Mungu, mimi nitakaa tu nisikize, sinaga maneno mengi. So nimeamua tu nikuje nisikize. And yeah, sisi sote natumai tutafika mbinguni. Asante. Ndio kuna wenye pia hawafiki mbinguni. Sasa sisi ndio hii hapa hivi yenye umetona inaitwa ni sikuwa nimeona logo. Ni Seventh Day Adventist. Sikuwa nimeona logo by. So ile ya kiti tu ndio hii. Hata mimi huko Central kumetoka huko ndio mama yetu. Huko ndio wakati wote. Huko Karibu hapa ni nyumbani. Karibu hata hapa ni karibu. Sawa. Lakini Sabbath School ambaye tutakuwa kanisa ukiwepo. So karibu sana. Unashangaa kwa wachache. Sabbath school. Yeah. Okay. So kesho asubuhi from 5 to 6 nitakuwa nafunza AMR Kenyatta University. Okay. I'll be having an AMR week the whole week up to Sabbath. So I'm the AMR leader in KU. But nimeinvitwa kama guest KU. Okay. So kuna guest anafaa kuje. Tunaenda kukaa na yeye kwa shosho, tutakuwa tunafunza na yeye, tunafunza asubuhi. Okay. So that is when inabidi nimchukue down saa hizi. Hata venye siku mbili hapo tunaniambia amefika. Asante. Sasa karibu kila wakati ujue ndugu zako wako hapa. Sawa. Na hiyo Central ulienda ndio sisi madha yetu ndio. Huko ndio mama yetu sasa. Sisi Sabbath school. Masana hapa tunaanza saa 2 kamili na vipindi za prophecy. Tunaendelea tunasoma. Sasa kama kuna kanisa inasoma ni hii. Kama personally kama kuna kanisa napenda ni kanisa kidogo. Basi. Zile zimejaa. Ndio umefika. Sasa wewe ndio uko hapo ndipo. Sawa, asante. So mimi nilikuwa nasema Steve, nilikuwa nasema sisi si wale tunaweka landmarks sijui Trump atamaliza Kenya sisi hata sifaje amesoma kwa kitabu yale mchii wao ni vizuri. Hii ni vitu zilikuwa zimeongelewa kitambo inafaa implementiwe. Any government inafaa nini yenye inaingia. Kama kwa mfano sasa hizi Trump anasema kuwa currency kwa United States of America wanataka waweke currency yenye ni digital currency. Unaona? Si ina affect ni nyingine. But sasa hiyo sinaona hiyo ndio tunaelekea maandalizi. Ni maandalizi na yeye anatengeneza mahali. Biden alifikisha mahali fulani. Kila mtu akienda akifikia mahali fulani. Yesu ni Mungu yeye ndiye anajua. Hapa hatuwezi sema eti kuna eti ni rais fulani akiingia United States of America yeye ndiye ataweka Sunday Road. Sunday Road ndio itatangazwa ndio huko. Sasa kuna vitu zenye zinaenda ina step by step. Ndio kwa na maanisha. Unajua, there's a difference between Sunday law and what we call universal Sunday law. The Sunday law in America, alafu sasa the moment sasa hiyo Sunday law sasa itatangazwa dunia mzima, inakuwa universal. So ile Sunday law itatangazwa US, haitatuaffect hapa. Itatuaffect wakati tu imesemekana iende wapi? Dunia mzima. Hiyo itakuja sasa inagonga tu sasa universal Sunday law sasa inaingia kwa kila mahali. Alafu najua Sunday law inji nyingine yoyote iwezi tangaza iko ya prophecy. Ni just only America lakini inapowekwa kama universal. Na unajua America kwa nini? Kuna msaada mnapata hapa kutoka Israel. Ati mnategemea China ni law ni pengine si Uganda. India ni tuende hospitali na tulipe. US ndio dunia mzima wanapeana, Afrika mzima US wanapeana. Unajua mtu anakupea msaada kukutangazia holiday ni rahisi, utatii. Akikwambia leo msionekane nje masaa fulani, hamtaenda jukweli atalipia hiyo masaa. Lakini hao wengine ndio unaona hao wengine hawana uwezo wa kutangaza hiyo. Shetani anatumia yule mwenye anajua ana uwezo. Alafu America unajua once Trump hata akiongea tu statement kali leo itashika dunia mzima. Lakini mtu mwingine hiyo ni hearsay tu, si kitu ya kuaffect mtu. So I think tukiangalia points kama hizo tunakuja kupata Biblia ni kitabu ya ukweli na iko correct kabisa.
Sasa ndio unaona president wa tuseme kwa mfano wa Italy unamjua? Nani anajua president wa Italy? Hakuna, dunia nzima inaweza kosa kumjua. Lakini wa US hata election lazima ufuatilie. Dunia nzima inafanya. Tulingoja wote tunataka tuone nani amepita. Anamepita. Lazima. Uganda hata Museveni ukiulizwa leo watapiga kura lini hata Museveni yako campaign sasa hizo kura. Hata hakuna mwenye anajua kama kuna campaign. So hiyo inaonyesha Biblia inasema accurate kabisa. Naitwa Kabuta. Sasa sinikuwa ninawaambia ya kwamba Wakikuyu ndani ya lugha huyu pia anaitwa Mogai. Berea nini ambo zomi Wakikuyu modo wa Joba modo wa Joba leo tatumaliza Bosco Haiko sawa. Bado kuna madakika kidogo, lakini hatujapigiwa na Mwiriki. Alisema tutapigiwa masaa yenye tutaitwa huko, lakini kwetu sisi